Jiji na Dodoma Jiji game walimalizika kwa sare ya bao 1-1. Klabu ya Dodoma Jiji imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la wachezaji wake kuonekana wakifanya kitendo kinachoashiria imani za kishirikina kuelekea mchezo taji hapo juu. Wakati wa kufanya mazoezi wachezaji hao walijikusanya katikati ya uwanja na kuweka duara kuashiria kuomba dua, lakini mmoja kati ya wachezaji hao alionekana akichimbia vitu chini. Adhabu ni kwa uzingativu wa kanuni ya 48(1) ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa klabu. Lakini pia klabu ya Pamba Jiji imepewa onyo kali kwa kosa la kuchelewa kuwasili kwenye uwanja wa CCM Kirumba Mwanza kuelekea mchezo taji hapo juu siku ya tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka 2026. Pamba iliwasili uwanjani saa 6:51 mchana badala ya saa 6:30 mchana, jambo ambalo ni kinyume na matakwa ya kanuni ya 17-15 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Adhabu ni kwa uzingativu wa kanuni ya 17-62 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Kwa mambo ya ndele bado yapo naona kwa kweli itabidi tu tuyazoee sasa. Itabidi tuyazoee kwa sababu yani sijawahi mimi kwa kweli natamani sana siku moja nijue huwa ni kweli au huwa ni games yani. Sasa wewe umecheza boli. Wewe umecheza boli? Mimi nimecheza boli lakini bahati mbaya yangu mimi nilikuwa kwenye ile timu ya pili. Yani unajua mnasikia timu ya kwanza ile ndio imepiga ndele afu ndio mko timu ya na ulikuwa unaonaje ilikuwa inawasaidia? Mimi kwa kweli nikiwa nacheza sikuwahi kusikia chochote. Yani wewe sasa timu ya pili, timu ya kwanza sasa ulikuwa ya pili. Vipi walikuwa wakipiga vitu vinakubali? Vilikubali kwenye mechi vilikubali. Basi lakini sasa unajua kuna zile story mara ukikimbia unasikia sio misumari na kuchoma. Mimi sikusikia chochote na nilimaliza dakika 90. Unaona wengine wakaenda pale si wanarusha vinini, wanarusha miti kwamba si mtu ukidondosha chini si ukiangukia upande huu inamaanisha timu fulani imefanya hayo mambo. Sasa natamani siku moja ndio mimi ndo niwe timu hii inaopiga ndele sasa. Afuone mnashinda. Nione je ni kweli. Lakini nafikiri yani haya mambo yanarudisha nyuma mpira wetu wa Tanzania. Nafikiri tujikite zaidi kwenye kusajili wachezaji ambao wana quality. Mimi naamini ukiwa na kikosi ambacho ni bora, hauhitaji kufanya mambo mengi. Unahitaji tu kuambia wachezaji tunaenda uwanjani, lengo letu mama ni kushinda basi. Lakini haya ambayo yanatokea hapa yanaashiria kwamba vilabu vyetu hivi havikujiandaa kuanza msimu wa ligi. Kwa hiyo kwanza kuchimba vitu mapema watu hawakujiandaa. Nafikiri wangekuwa wamejiandaa vizuri, wamesajili wachezaji wazuri. Haya yote yasingetokea. Nafikiri wajikite zaidi kwenye kuboresha wachezaji na ufundi ili kuepukana na haya mambo ambayo yana. Kwa hiyo unasema kwamba Dodoma Jiji wafanyaje? Yani wajikite zaidi kwenye kuboresha timu yao. Yani wajikite kwenye mambo ya kiufundi. Ya nje ya kapeti haya yani hayafai kabisa na yanarudisha nyuma mpira wetu. Maana licha ya kuchimba ipata alama moja au walikuwa wanakufa bila kuchimba. Walipochimba walichimba Mwanza hiyo. Mwanza sio pa kizembe, inawezekana walikuwa na neutralize ngoma hiyo iwe kawaida. Lakini nataka nimwambie Mike hapa hivi, yani siku moja ukijua kwamba kwenye usajili wa wachezaji quality yani hizi timu si ndio kwamba sio natokea usajili wa wachezaji quality yani sasa ile nguvu inayotumika kusajili wachezaji wazuri, siku moja ukijua kwamba ndio nguvu hiyo inatumika kutafuta wapiga ndele wazuri. Kuna makala moja hivi kuna makala moja hivi ya Mbeya City. Ile makala ukipata nafasi ya kwenda kuisikiliza yani ukipata nafasi ya kwenda kuisikiliza ile makala bwana wewe mwenyewe unanyosha mikono. Sasa mtu anamwambia bwana siku anaenda makaburini usiku. Watu waenda piga vitu wewe. Na wewe ambaye anazungumza ni mtu ambaye yupo kwenye timu. Kwa sababu mwenyewe nishasikia watu hata mimi hapa kipindi nasoma coaching. Mkufunzi wangu si ndio? Alisema hivyo vitu si naweza kuona kama masiara lakini vipo sometimes hadi wachezaji wenyewe wanakuuliza umeshawapa mbinu kila kitu, wanakuambia bana coach hamna chochote kitu kingine yani baba hujajiongeza. Sasa mimi siamini kwenye hiyo. Mechi nambari 10 Namungo na Geita Gold. Geita Gold akipasuka bao moja kwa bila. Klabu ya Namungo imepewa onyo kali kwa kosa la vijana wa kota mipira Ball Boys
kuficha mipira, wakati mwingine kutoifuata kabisa pindi mipira hiyo ilivyokuwa inatoka nje. Kitendo hicho si cha kiungwana na si cha kiuana michezo. Kamati inatoa angalizo kwa klabu zote kuheshimu na kuzingatia kanuni ya uchezaji wa kiungwana. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 1762 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Mbona watu wameanza kuweka mpira kwa pani mapema mno? Mechi ya pili mtu Ball Boys wanaanza watu kibe, watu wanataka alama 3. Yaani mambo mengine utapigwa faini shinga, wao wajali. Wao wanataka ni alama 3 zipo kapuni. Maana ndo za muhimu. Lakini pia mechi nambari 12 Pamba Jiji na Simba bado shinda bao 2-1. Klabu ya Simba imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la mashabiki wake kuwarushia chupa waamuzi wa mchezo tajwa hapo juu wakati wa mapumziko, hali iliyofanya waamuzi hao kushindwa kutumia vyumba vya kubadilishia nguo. Adhabu hii kwa uzingativu wa kanuni ya 48(1) ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa klabu. Nyama Simba na mashabiki wake lishakuwa jambo la kawaida hili. Yaani kama Yanga anakuruhusu bao. Kwa hiyo lishakuwa kawaida kwamba mnyama hazungumzi na mashabiki wake. Kwa sababu msimu uliopita tumeona haya. Wameanza tu mechi ya 12, waamuzi mbidi wasiingie ndani. Nahisi unajua kwa situation ambayo Simba wanayo, si ndio? Nahisi sometimes kuwa control mashabiki inawezekana ngumu, kwa sababu mashabiki wanakuelewaje. Kila siku kwenye klabu kuna migogoro, si ndio? Viongozi labda kuna migogoro ndani kwa ndani, mipasuano kati ya viongozi na viongozi, alafu waoni timu yao ikicheza, alafu kuna majibu fulani hawayaelewi, alafu mwisho wa siku wanaona hata uwanjani kuna baadhi ya vitu labda wanakuwa haviendi kwenye upande wao, wanaona watendewe yake. Kwa hiyo kwa namna moja nyingine, kwa timu ambayo ilikuwa ishaonja ladha ya kuwa mabingwa mara 4 mfululizo, ikiweka rekodi nzuri kimataifa, wakicheza wachezaji wazuri pale, makocha wazuri wakipita pale, nahisi moja kwa moja kukubali, sababu wanasema kwenye zile stages za kugrieve, zile za kupokea maumivu, stage ya mwisho ni kukubali kwamba bana, hii imenishika. Sasa unaweza kukuta watu bado wako kwenye denial, bado hawaamini kama ndo hali ya klabu yao hiyo. Kwa hiyo sometimes kucontrol zile emotions zao ni ngumu. Kwa hiyo kuna muda mwingine ndio unaweza kuongea na mashabiki, lakini moja kwa moja kuwa convince bila kuona matokeo, bila kuona kwamba wanamwanga ni ngumu. Kwa unawaelewa kwamba mashabiki wa Simba inawezekana ni pressure ipo juu. Yeah, of course, mashabiki wa Simba nawaelewa. Na mara nyingi ninachopenda hao vitu vyao mara nyingi wanafanyaga kama kundi. Yaani unasikia ni mashabiki fulani kuanzia 5 mpaka 10. Hawezi kusikia ni shabiki mmoja mmoja. Lakini kama timu sinabidi itokee sasa izungumze. Of course timu ina wajibu huo wa kukaa na mashabiki zao, lakini ni ngumu sana kucontrol hicho kitu kama timu haishindi na kama bado kuna mitifuano. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana vikubwa ambavyo Simba wanatakiwa vifanye, vikae sawa, alafu ndo waje kwenye stage ya kuongea na mashabiki zao. Vinginevyo wakiongea na mashabiki zao mechi inayofuata wanaona kuna vitu haviendi sawa, basi moja kwa moja mashabiki watareact tena, hasa wanapoona kwamba kuna vitu wanaonewa. Alafu pia naweza nikasema viongozi wa Simba kwa namna moja au nyingine wanaweza kuwa wanachangia hichi kitu, kwa sababu kuna namna wanavyotoa kauli zao, kuna namna wanavyoaminisha mashabiki zao kwamba sisi tuwakuonewa, sisi hatutendewi haki. Shabiki naye analibeba vile vile kile kitu, unaona. Kwa hiyo anapofika uwanjani anaona referee labda hajafanya kitu fulani sahihi, lazima ataliact, kwa sababu moja kwa moja anaamini timu yake ni ya kuonewa. Kwa hiyo nahisi kuna vitu ambavyo viongozi wa Simba wanatakiwa vifanye, kwa sababu timu ikiwa inashinda, si ndio? Ama malalamiko kwamba tunaonewa hatuyasikiagi, lakini pale timu inapoanza kupoteza ndo viongozi sometimes wanaitumia kama excuse, kitu ambacho inakuwa sio kizuri. Kwa hiyo mashabiki wao wanakuwa ni waathirika wa chini kabisa kwenye hii inayotokea. Lakini pia mchezaji wa Simba Ibrahim Jabar ametozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la kumpiga kiwiko mchezaji wa Pamba Jiji jezi nambari 35 Abdul Karim Idi. Pamoja na hiyo ile kadi nyekundu ya kuikosa michezo itaendelea kama kawaida, na kwenye hili Ibrahim Jabar pia mwenyewe alikubali kwamba atawajibika. Alikiri mwenyewe, nafikiri alifanya kitendo ambacho hakikuwa cha kiungwana, na kwa aina ya mchezaji
yani aina ya mchezaji yeye mwenyewe, status yake, nafikiri hakupaswa kufanya kile kitendo, na nafikiri kanuni imetenda haki, kwa sababu yeye mwenyewe alikiri baada ya ule mchezo kwenye ukurasa wake wa mitandao ya kijamii. Kwa hiyo ni haki imetendeka kwa Kenya. Mechi nambari 13 Kagera Sugar na Singida BS ikiisha 1-1. Mchezaji wa Singida BS Tegis Momanya amefungiwa michezo mitatu na kutozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la kumpiga kiwiko mchezaji wa Kagera Sugar jezi nambari 12 Sare Safe. Adhabu hii ni kwa uzingativu wa kanuni ya 42 kwenye mabano 5-2 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa wachezaji. Mwamuzi wakati wa mchezo tajwa hapo juu, Tatu Malogo kutoka Tanga amepewa onyo kali kwa kosa la kuonyesha mapungufu ya kiuchezeshaji yaliyotokana na kushindwa kutafsiri vyema sheria za mpira wa miguu. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 43 kwenye mabano 1-8 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa waamuzi. Tukio ambalo limesababisha mchezaji amefungiwa mechi 3 na faini ya milioni 5 lilifanyika mbele yake akiwa analiona kabisa. Onyo tu inatosha, onyo tu au wao ndio inabidi waanze naye Tatu Malogo kwamba watu wajue kwamba watu wapo kazini msimu huu. Ni kweli, lakini unajua nishe kumsikiliza yule ambaye anakupa kwenye kamati ya hawa marefari ambaye alielezea kwamba ili refari afungiwe moja kwa moja anatakiwa kwenye mchezo husika at least awe na makosa kuanzia 5 ndio na kuendelea, ambayo yanaonyesha kwamba maamuzi yake hayakuwa sahihi, kwa kuna upungufu. Kwa hiyo inawezekana labda wao wamezingatia kuona ni hili moja tu. Na wakasema labda kwa sababu hakuwa na msaada wa FVS maybe akujiridhisha moja kwa moja kwamba amempiga kiwiko, au labda yeye, unajua unapokuwa referee sasa kwenye moment kama ile, kwa sababu ilikuwa ni moment ya set piece, si ndio? Unakuwa unaangalia sehemu zote ili uone kama kile kitu kiko sahihi. Lazima wanasema una check shoulder, unaangalia huyu linesman wangu anafanyeje, huyu anayepiga kona anapiga kwenye eneo sahihi, unaangalia tu kama wanavutana huku na huku. Kwa hiyo inawezekana labda hakuona, lakini nahisi marefalizi wetu standard yao ya refereeing lazima waiongeze, kwa sababu kuna tukio tuliongea hapa juzi kama sijui kama ndio alikuwa ni Steve kwenye mechi ya Police Tanzania na Azam ya kwanza, nikasema mimi tukio niliona linafanyika mbele ya Hans Mabena hivi. Tukio la penalty ambayo alipata Police Tanzania, niliona referee alikuwa mbele ile tukio linatokea, lakini hakuamua kwamba ni penalty mpaka alipoenda kufanya nini, kujiridhisha. Kwa hiyo nahisi kuna baadhi ya maamuzi ambayo referee moja kwa moja ili ionyeshe kwamba performance yako ni ya juu na utashi wako ni mkubwa. Kuna maamuzi yenyewe ukiwa unayang'amua uwanja, kwa sababu tunaangalia hata mareferee wa Uingereza au Ulaya, kuna yani kuna sema ananyosha offside, wewe unakuwa na mashaka, lakini kuja kuangalia kweli ni offside. Yani kuna sehemu nadra sana ndio unakuta hajanyosha, lakini wale maamuzi ambayo yanakuepo uwanjani anahitaji yeye ayaoneshe. Na hisi moja kwa moja anakuwa moja kwa moja anaamua pale pale uwanjani bila hata usaidizi wa VAR. Kwa hiyo hisi standard ya waamuzi wetu inatakiwa iwe juu sana, ili hata iwe rahisi hata FVS kutumika, kwa sababu kuna sehemu zingine mtu atajikuta anatumia slot zake bure tu kwa sababu referee mwenyewe aliona kitu afu akujiridhisha pale pale. Lakini pia taarifa maalum, kamati inazikumbusha timu zote kuzingatia kikamilifu masharti ya kanuni ya 20 kuhusu matumizi ya teknolojia ya Football Video Support System FVS. Kwa mujibu wa kanuni ya 24, ni kocha mkuu au kiongozi mwingine wa juu kwenye bechi la ufundi pekee mwenye haki ya kuwasilisha ombi la marejeo ya tukio katika FVS kwa kuwasiliana na mwamuzi wa akiba. Lakini pia kwa mujibu wa kanuni hiyo ya 20 kwenye mbano 441, iwapo mchezaji ataona tukio linahitaji marejeo ya FVS, anatakiwa kuwasiliana kwa ishara na kocha mkuu au kiongozi wa benchi la ufundi ambaye ndiye anayewasilisha ombi hilo. Ni marufuku kwa mchezaji kumlalamikia au kumshinikiza mwamuzi moja kwa moja kwa lengo la kuomba marejeo ya FVS. Mchezaji atakayekiuka masharti hayo ataadhibiwa kwa mujibu wa kanuni ya 1762. Kamati itaendelea kusimamia utekelezaji wa kanuni hizi na adhabu zitatolewa dhidi ya watakaobainika kukiuka masharti yaliyowekwa. Nafikiri miongoni mwa kanuni ngumu ambayo
inaweza yani wachezaji wanaweza wakakumbana na adhabu nyingi sana ni kwenye hiyo kanuni, kwa sababu hata ukiangalia mchezo ambao unaendelea wa Simba na Singida kwenye kipindi cha kwanza kuna tukio moja la mkwaju wa penalti lilitokea kati ya beki wa Singida dhidi ya Elim Panzu. Kwenye lile tukio kuna video ilikuwa inaonekana Chama na anamshinikiza yule refa kwamba akaangalia. Kwa hiyo nafikiri bado kwenye hii kanuni ambayo imewekwa, nafikiri kuna wachezaji wengi sana watakumbana na hii adhabu kutokana na kila ambacho kitakuwa kinaendelea kwenye uwanja husika. Sawa, game ya mnyama kabla hujaenda, mimi nahisi hiyo kanuni alifalia anatakiwa atumie busara sana. Alafu mimi naomba ni wa challenge mamlaka na bodi ya ligi. Ndio. Nahisi wakiwa wanafanya mabadiliko ya haya kanuni, sijajua maybe watani prove wrong, labda wakipata huu ujumbe wanaendesha labda semina za kuelezea wachezaji mabadiliko ya hizi kanuni, kwa sababu nahisi hamna haja kujielezea sana. Nahisi inawezekana strategy nzuri kama wanaifanya. Kama wanaifanya basi wako sahihi. Ila kama wanakana mameneja yani kwa mfano labda msimu unavyoenda kuanza wanakaa na maafisa habari, wanakaa na waandishi wa habari, wanakaa na ma-GSC, unakaa na mameneja wote unaelekeza. Kwa mfano mimi nilikuwepo kwenye semina ya waandishi wa habari, wakawa wanagusia bwana kanuni fulani imefanywa maboresho hivi. Kuna mtu kabisa ambaye tumia karibia masaa mawili peke yake tu mambo ya kanuni. Kwa kama unaipeleka hiyo kwa waandishi wa habari, sidhani kama labda kwa virabu kwamba utakuwa wapelekea hiyo. Kama wanafanya hivyo basi ni sahihi, hata wakiwekea mkazo hapo ni sahihi, kwa sababu sikuwahi kusikia kama wanafanya hicho, kwa sababu unajua mchezaji lazima umtengenezee saikolojia mapema kwamba kwa mabadiliko ya kanuni hapo itataka kitu fulani ili waweze kuikop. Kwa mfano Uingereza walikuwa kuna kanuni yao walifanyia maboresho kwamba mtu pekee ambaye anaruhusiwa kuongea na refarini captain, utaruhusiwa kupinga maamuzi, kulalamika. Na kuna baadhi ya wachezaji unaona kabisa kishakosea anamwangalia refa, atamani kuongea lakini tayari saikolojia ameshajengewa kwamba ukifanya hichi kitu moja kwa moja kitasababisha wewe upewe adhabu, maybe kadi ya njano au ambavyo refa ataona kulingana na utashi wake. Kwa hiyo nahisi ni kama wanafanya hivyo basi ni vizuri kuwekea mkazo zaidi hilo jambo, kwa sababu mpira bana ni mchezo wa hisia. Kwa hiyo kuna muda damu imechanganya pale, kuna baadhi ya vitu unaweza kuona vifanya sasa kama hivyo vya kuonesha ishara unavifanya out of tunasema instincts, out of machale, yani unakoja, lakini kwa sababu ya mazoea, kwa sababu ni mchezaji unajikuta tayari unaweza kwenda kwa mprovoke refaria akaangalia. Sasa hapo unapoamini kile kitu ni sahihi. Kwa hiyo nahisi marefari nao wana busara yao inahitajika sana sasa kwenye kipindi cha mwanzo kwenye kutekeleza hiyo kanuni. Sije kaa kila mchezaji tu akifanya hivyo unampa kadi, at least unaweza kumuonya ukamuelezea ili akae kwenye, kwa sababu sio rahisi sana kama watu wanavyodhani, kwa sababu hisia zinakuwa juu sana unapokuwa unacheza mpira. Pale kwa mnyama Simba dakika ni ya 96. Mnyama Simba na kadi nyekundu damdam. Ile ni kadi nyekundu ambayo imestahili, kwa sababu ukiangalia ile tukio yule Anthony Mligo ameenda kumkanyaga kwa nyuma na kisheria ni kosa na ni kadi nyekundu ambayo imetoka kwa haki. Kwa hiyo ni kadi nyekundu ambayo wana Simba hawatakiwi kutoa milio. Yes, ni kadi nyekundu ambayo ni halali kabisa, kwa sababu ameenda yani ni dangerous play, ameenda kumchezea madhambi akiwa yani mchezaji alikuwa ana attempt kwenda kushambulia, yeye ameenda kumkanyaga nyuma ya mguu. Kwa hiyo ni kadi nyekundu ambayo ni sahihi kabisa, na ni mwendelezo pia wa matukio ya kadi nyekundu kwa upande wa Simba. Michezo mitatu, kadi nyekundu 3, haina afya kwenye kikosi chao, kwa sababu tayari ligi ndio kwanza imeanza, ushindani unazidi kuongezeka, lakini wachezaji muhimu wanazidi kupata adhabu, kitu ambacho kinaweza kikaathiri performance ya timu kuelekea kwenye michezo inayofuata. Kwa hiyo nafikiri wachezaji wenyewe wanahitaji kujitafakari kuona ni kwa namna gani wanacheza ili kuisaidia timu kwenye michezo inayofuata, kwa sababu huu mwendelezo wa kadi nyekundu utaenda kuathiri matokeo ya michezo inayofuata. Inaweza kuwa inamuumiza kichwa kocha Steve akikaa huko wana akiwaza huku na huku Duchu. Duchu imeisha Jabal. Labda Jabal imeisha, anakuja Anthony Mligo.
Ni pigo kwa timu kwa sababu kupoteza wachezaji wao watatu kwa mechi tatu. Kwanza ni nidhamu ambayo ni mbaya. Ndio. Kwa kitu ambacho kama timu anatakiwa kikemee vikali. Sababu ni kitu ambacho hakijatokea kwenye historia tangu tuanze kurekodi data hapa. Imetokea msimu Simba akapigwa kadi nyekundu mfululizo 3. Haijawahi. Maana yake sereka. Kwa Simba ameweka rekodi yake. Rekodi yake kipekee. Ananikumbusha Chelsea hawa. Msimu uliopita Maresca aliteseka sana. Walifuriza hivi. Kwa ni mazingira ambayo kama timu pao wanabidi pia wayakemee na kuona kwamba nadhani inaweza kuwa ni mshtuko kidogo, sababu inawezekana kwa situations kama zile kwa ligi yetu zilikuwa zinapita tu kwa miaka ya nyuma hapa. Ndio. Kwa hiyo inawezekana hata ule usirias wa wachezaji ulikuwa haupo kwa asilimia kubwa kwenye utendaji wa matukio kama hayo. Unaweza kusema si timu kubwa. Makosa kama hayo waamuzi za mtemizi wanapeta tu, unaadhibiwa kawaida, shughuli inaisha. Lakini kwa situations kama hivi sasa benchi la ufundi inabidi liwakalishe timu, viongozi wakalishe wachezaji mezani, waambie bwana, sasa hivi unaona tayari kuna usirias wa sheria, kila kitu kinaonekana. Kwa hiyo it's very hard pia kuziruka hizo. Kwa hiyo ni mazingira ambayo inabidi tuwe serious, kucheza kwa nidhamu, kuheshimu pia mpinzani, ni kitu ambacho kinaweza ikapunguza mambo kama haya. Kwa mwalimu pia ni unampa shida kwa sababu tayari unapoteza fullbacks wako wawili, na moja la eneo ambao Simba unaamini wako short in terms of quality ni hila hapo pia. Moja wapo hilo eneo. Sababu leo huna Kibabage ambaye labda alikuwa nje kwa sababu ya issue ya majeraha, ambaye backup yake ni Anthony Mligo. Kacheza mechi iliyopita, mechi tena kacheza, akapata kadi nyekundu. Maana yake is a big miss. Huku Duchu ana kadi nyekundu naye. Kapombe naye yuko hajapona vizuri. Kwa hapo itabidi tena mwalimu aanze kutumia wachezaji ambao sio best position zao wacheze hapo, kitu ambacho inawezekana kama unakutana na mpinzani ambaye anaweza kukupa game ambayo ina mechi ubora wako, unaweza tukaona madhaifu yako zaidi kwenye maeneo kukosa kwa wachezaji kama hao. Lakini kama unapata wapinzani ambao unaweza kuamudu, inaweza isioneshe sana hayo magep. Lakini kwa mazingira ya ligi yalivyo sasa hivi na kukosa wachezaji kama hao, kuna haribu hata timu mazingira ya kujijenga, hususan kwa hatua hizi za mwanzo ambazo mara nyingi matokeo sawa ni muhimu, lakini ni moja ya kipindi muhimu sana kutengeneza momentum ya ushindi na performance nzuri. Hili ligi inapokuja kuchanganya mbeleni huko kwa ratiba zilivyo ngumu, hapo zikianza mwezi wa 9 hapo, mwalimu anakuwa hana tena ile kazi. Anajua nikitoa huyu anaingia hapa, kikao huyu anakaa hapa, kwa ratiba ilivyo ngumu na mazingira yanaenda. Kwa hivi kidogo ni kuirudisha timu katika mazingira ambayo unafanya sasa benchi la ufundi linaendelea kuumiza kichwa zaidi. Lakini pia kwa faida kwa pia inaongeza tahadhari kuona kwamba matukio kama hayo sasa hivi waamuzi wamekuwa wachekeshi. Kwa kifupi ni kwamba saizi waamuzi nao wacheki na wowote. Wacheki na wowote. Kadi 3, mechi 3. Na wachezaji almost wanakosa mechi ngapi hapo? 9. Kwa hiyo unaweza shangaa huko kuna watu wanaanza kuilalamikia teknolojia. Basi ndio ile nasema kuna kutokuzoea. Kule kutokuzoea. Ndio kunapelekea malawama kama hizo. Lakini ukiangalia ni adhabu ambazo ni clear, hakuna kadi nyekundu unaangalia unasema hapa hakuna hata moja ambayo mnyama kaonewa. Kwa ni mazoea yalikuwepa mijengeka kwamba umezoea hizo timu zinapeta. Utasikia unatoaje kadi nyekundu kwa timu kama Simba? Kwa na mazoea ujenga tabia. Ndio maana unaona lawama za ajabu kama hizo ambazo mimi nazitemi zikawa ni upuzi. Ni upuzi. Yaani hao wanalalamika upuzi tu. Upuzi tu. Zangu wana wewe. Kwa sababu hamna kitu ambacho unasema kimeenda against wao ambacho sicho sahihi. Paka kuna mmoja hapa sasa hivi, kuna mmoja anasema hivi, wachezaji mbona wako hivi kila mechi kadi aneta huyo Membe. Lakini mwingine anasema hivi, hiyo kanuni kwa ajili ya Simba na timu nyingine sio uto. Unaona sasa. Mwingine Msangi sasa hivi sasa hivi huo ni mchezo umechezwa ili kuwakomoa Simba, lakini haya itaisha. Ndio mpira wa Tanzania. Sasa Shabani muulize huyo. Sasa hivi haipo sawa hii. Muulize huyo sasa. Pale ile ya Mligo refa anafanyaje? Wewe ndio refa sasa. Wewe ndio refa pale. Muulize wanasema eti imeweka kwa sababu ya Simba. Kwamba sheria imeweka kwamba Simba akipiga mchezaji wa Simba akipiga mtu kiwiko, hiyo ni nyekundu kwa Simba tu. Timu nyingine hawapewi. Wewe kama ndio refa ungefanyaje? Clear red card. Na fine juu. Sasa kama kwa mfano ile tukio la Jabara, ni tukio la kihuni kabisa. Ili leo la Mligo, ili ni gameplay, ni bahati mbaya tu imetokea, lakini ni nyekundu kwa sababu is dangerous play. Umecheza, umehatarisha afya ya mchezaji mwenzako uwanjani. Kwa hiyo ifike muda Simba na kadi nyekundu akae wamalizane. Kwa msimu huu isee imekuwa ni mbaya, ni kitu ambacho sio kizuri. Kwa mtu mwingine anaweza akaona kwa sababu na mpira wa Tanzania unavyonaga sometimes wa ajabu.
kinachofanya